Of course klabu ya Young Africans imeendelea kuonesha msimamo wake juu ya dabi ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kuchezwa tarehe 15 Juni mwaka 2025. Sasa baadhi ya wadau na watu mbalimbali ambao wamekuwa wakisubiria mchezo huo kwa hamu kinoma kuweza kuona unapigwa, kwa sababu Machi 8 watu wengi waliweza kutegemea mchezo huo ungeweza kuchezwa, mchezo namba 184, na haujaweza kufanyika. Sasa jambo ambalo kwa upande wa klabu ya Young Africans limewashangaza watu wengi ni kuhusiana na msimamo wake ambao umezidi kushika kasi, huku akisema kwamba wao hawako tayari kuweza kuicheza dabi hiyo kama baadhi ya vitu ambavyo wamekuwa wakivihitaji kutoka TFF havijaweza kukamilika. That's why kwenye barua yao ambayo wameiandika kuna vitu vingi ambavyo wameweza kuviorodhesha pale. Sasa moja ya issue kubwa ambayo wanahitaji ni pamoja na kujiuzuru baadhi ya viongozi katika bodi ya ligi ili kuweza kuhakikisha kwamba uongozi huo unakuwa katika misingi ambayo iko bomba kinomanoma. Kiachana na hiyo story, kuna hiyo story pia Young Africans kuweza kulipwa pesa yao ya ubingwa wa CRDB ambayo kwa msimu wa 2023-2024. Sasa kwa upande wao Young Africans wanasema kwamba hawajalipwa pesa hiyo, na CRDB kama wao waliandika barua ambayo imenyoka sana, haina hata kona iliyopinda, wakidai kwamba kwa upande wao kama benki tayari ishatoa pesa hizo kuzipeleka TFF, lakini TFF hajaweza kuzipeleka katika upande wa mabingwa. Kwa hiyo Young Africans wao wanazihitaji hizo pesa ili waweze kufanyia harakati zingine, na pia TFF wameweza kujibu tena barua hiyo wakisema kwamba wao pia wana madeni pia na klabu ya Young Africans. So mzozo huo na mvutano huo ambao umekuwa ukivuta taswira mpya kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hichi ambacho kinazidi kuendelea kuhusiana na dabi ya Kariakoo, lakini pia CRDB nako huku wananchi wanakuambia hawacheze. Kwa hiyo wamebakiza michezo michache sana. Young Africans dhidi ya Simba, tutegemea dabi.